أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Katika kipindi chetu cha talaka ndani ya Uislamu, ikiwa leo ni kipindi cha 16 kwa mashiatillah, jana mada inayozungumza kwa sababu ya tabia au maisha haya ambayo anaishi. Tukachukua cha kwanza ambacho kadhi anao uwezo wa kutoa talaka katika kipengele hichi, lakini au njia miongoni mwa njia ambazo kadhi anaweza, ila kuna njia nyingine ambayo ni wameizungumza wakasema kwamba kadhi idha kana mudhirran li zawjatihi, idha kana ar-rajulu mudhirran li zawjatihi, endapo akawa mwanamume ni mwenye kumdhuru mkewe, falizawjat an tatluba at-talaq minhu litilka ad-darar, anayo nafasi mwanamke kwenda kuomba talaka kwa kadhi kwa madhara haya ambayo anapatiwa madhara haya na mumewe. Sawasawa yakiwa madhara haya ambayo anapatiwa na mumewe mwanamke huyu ni madhara ambayo ni yenye kujirejea au ni madhara ambayo yamekuja mara moja na kukatika. Na miongoni mwa madhara haya ambayo yanampa uhalali mwanamke kwenda kwa kadhi kudai talaka aachwe na mumewe, shatmun, kama vile matusi. Ikiwa mwanamume ana tabia na desturi ya kumtukana mkewe, anayo nafasi na ruksa mwanamke huyu kwenda kudai talaka kwa kadhi kwa tabia hii aliyokuwa nayo mkewe. Au dharbun mubarrah, au pigo ambalo limepituka kipimo, kipigo ambacho hakijaruhusiwa na sheria kipigo hicho. Au ikrahuha, au kumtenza kwake nguvu, ala fi'li shay'in muharram, juu ya kufanya jambo ambalo ni la haramu. Kwa tunakuta kuna sababu miongoni mwa sababu ambazo zinampa nafasi mwanamke kwenda kwa kadhi na kudai talaka aachwe na kadhi ikiwa mumewe kagoma kumwacha katika mfumo huu ambao yeye ameutaka. Moja, matusi. Wapo baadhi ya wanaume wana tabia ya kukejeli, kuwakejeli wanawake. Wapo baadhi ya wanaume wana tabia ya kuwatukana na kuwashushia hadhi wanawake. Sasa ikiwa itatokea mwanamke anapokea matusi kutoka kwa mumewe, anapokea kejeli kutoka kwa mumewe, dharau na mambo ambayo yanashusha hadhi ya ule uke wake, yanashusha hadhi na nafasi na cheo cha ule wanauke wake, anayo nafasi wakati huu mwanamke kwenda kwa kadhi na kudai talaka aachwe na huyu mumewe. Lakini pia kipigo, kama ilivyo desturi, kuna baadhi ya wanaume hutumia nafasi zao kuwapiga wake zao kipigo ambacho si kisheria kwamba kipigo hicho kipo, kipigo ambacho kimepituka kile kipimo cha kipigo kile cha kisheria ambao Uislamu umeturuhusu kuwapiga au kuwaadhibu au kuwaelekeza kwa kipigo hicho wanawake. Na jambo kuu ambalo pia linatazamiwa kama ni sababu miongoni mwa sababu za msingi zinazompa nafasi mwanamke kwenda kudai talaka kwa kadhi ni pale itakapokuwa mwanamume huyu anamlazimisha mkewe juu ya kutenda matendo ya haramu kisheria. Kana kwamba kuna baadhi ya wanawake au kuna baadhi ya wanaume huwa wanawalazimisha wake zao kutenda matendo ambayo yapo kinyume na sheria, kama vile kuwaingilia kinyume na maumbile. Ni jambo ambalo sheria yetu sisi Waislamu imelikataza jambo hili. Sasa au kuwaingilia wanawake wakiwa katika eda zao au ada zao, pia ni jambo ambalo Uislamu umekataza. Kwa hiyo kama kuna mwanamke au mwanamume
ikawa mwanaume huyu tabia yake ni kumlazimisha mkewe kutenda kitendo hicho cha kumuingilia akiwa katika siku zake, au kitendo cha kumuingilia kinyume na maumbile, kitu hichi kinampa nafasi mwanamke kwenda kwa kadhi na kwenda kuelezea tatizo lake na kuomba moja ya kile ambacho anakitaka yeye mwanamke miongoni mwake, ikiwemo talaka. Na wakati huo itakuwa anayo mwanamke nafasi, kama tulivyosema, yakitokea kama haya, mwanamke atakuwa anayo nafasi an tarfa amraha ila alqadhi, kupeleka kesi yake kwa kadhi, au kuwa nalo na yeye sasa kumuomba kadhi. Mwanamke amuombe kadhi ya kwamba ebu muadabishe mume wangu, ebu mkemee mume wangu kuhusiana na tabia hii aliyokuwa nayo. Au anao uwezo wakati huo huo an tatluba min alqadhi at-talaq, kuomba kwa kadhi huyu mwanamke talaka, kwa maana ima aende akaombe mume wake azuiwe kutokana na tabia aliyokuwa nayo, au aombe kuadabishwa mumewe kutokana na kadhia aliyokuwa nayo, au aombe huyu mwanamume amuache. Maana yake kadhi aamrishe kumwamrisha mwanamume amuache, na kama hakuweza kumwacha kadhi yeye amrishe kumwamrisha mwanamume amuache, na kama hakuweza kumwacha kadhi yeye achukue jukumu la kumwacha huyu mwanamke. Lipi ambalo anatakiwa kulifanya kadhi wakati mwanamke anapopeleka malalamiko, anapopeleka shakwa ya kwamba yeye anapatiwa maudhi na udhia kutoka kwa mumewe? Kwanza aombe kadhi kuthibiti na kuthibitishiwa haya madai ya mwanamke anayoyathibitisha. Je, ni kweli madai haya yatakuwa ni ya kweli? Fa in thabata, ikiwa yatathibiti da'wahu, madai yake, da'waha, madai yake yule mwanamke, amama alqadhi, mbele ya kadhi, kana talabuhu wa kana talabuhu ta'dibuhu, na ikawa wakana talabuha ta'dibuhu, mwanamke ni mwanamme kuadabishwa, kwa maana ombi alilolipeleka kwa mara ya kwanza, na ambainishie yale ambayo ni wajibu juu yake kuyafanya kwa upande wa mumewe wa mkewe. Kwa maana kadhi baada ya kutoa mawaidha kumpa huyu mwanamume, anatakiwa ambainishie kadhi huyu mwanamume kwamba uwajibu wako kwa mkeo ni hili na hili na hili, lakini pia amuelekeze na amuamrishe kuishi maisha yaliyokuwa mazuri pamoja na mkewe. Amkumbushe pia kile ambacho huenda kikatokea ikiwa mwanamume huyu hajajizuia na tabia ambayo anayo ya kumuudhi mkewe kwa matusi, au kumuudhi mkewe kwa kipigo, au kumuudhi mkewe kwa kumlazimisha tendo ambalo ni haramu kisheria. Nalo ambalo litakuja kutokea baada ya hapo kama hakujizuia ni kuachanishwa na kutenganishwa, lakini pia kupotea na kuhangaika kwa watoto ikiwa wao wana watoto. Kwa maana amkumbushe neema hii ambayo anayo, na amwambie kwamba ikikatika hii neema uliyokuwa nayo, shida utakayoipata ni kwamba utaachanishwa na mkeo, lakini pia vile vile kiangalie kizazi ulichokuwa nacho baada ya wewe kuachana na mkeo, namna ambavyo kitahangaika katika maisha haya ya dunia. Na kile ambacho huenda kikatokea ikiwa mwanamume huyu hakujizuia na hili jambo, na ikiwa mwanaume huyu ataendelea na tabia aliyokuwa nayo, hakuacha hii tabia aliyokuwa nayo, ipi wadhifa wa kadhi kwa wakati huu? Kadhi tayari kashatoa mawaidha, kashatoa maelekezo namna ya mwanamume anavyotakiwa kuishi na mwanamke, kashatoa pia mpaka vitisho ya kwamba kutakuja kutokea kitu ambacho kitakuingiza hasarani kati ya wewe na mke wako, lakini pia watoto wenu. Lakini mwanamume hakujizuia, akaendelea na tabia yake aliyokuwa nayo. Wadhifa wa kadhi kwa wakati huu an yab'atha hakaman min ahli wa hakaman min ahliha, anatakiwa afuate hatua kama ile iliyofuata mwanzo tuliyoitaja katika hatua yetu ya mwanzo, ya kwamba anatakiwa atafute msuluhishi upande wa kuumeni na msuluhishi upande wa kukeni. Sasa ni wajibu wasuluhishi hawa ambao watatafutwa na kadhi,
hawa ambao watakuja kuisimamia ndoa hii ya mwanamume na mwanamke ambayo inaenda kushindwa, wao wasuluhishi hawa wajibu wao nini? As-sa'yu li islahi bainahuma, ni kuharakiza na kwenda mbio katika kusuluhisha baina ya mke na mume. Jukumu la hawa wasuluhishi ni kwamba wao wanatakiwa watende mambo yao, harakati zao zote kwa ajili ya kuitengeneza ndoa hii ambayo inaenda kushindwa, au ndoa ambayo imeingia doa la kuto kufahamiana. Waende kuitengeneza bitalifi alqulub, kwa kuziunganisha nyoyo ambazo tayari zimeshatengana. Lakini pia husnul muashara, kuweka maisha yaliyokuwa wanaishi katika mfumo uliokuwa mzuri unaoridhiwa na sheria. Wa illam yanjaha, sasa ikiwa wao watajitahidi na kutoa juhudi zao katika kuitengeneza ndoa hii, lakini kwa mashia yake Allah subhanahu wa ta'ala hawakufaulu hawa wasuluhishi wawili, nadhara, hapa sasa wasuluhishi hawa ikiwa watashindwa kuitengeneza hii ndoa, wataangalia min ayil jiha ta'ti al-isaa, ni upande gani ambao unaleta maudhi, ni upande gani ambao unasababisha mmomonyoko wa maendeleo ya ndoa hii ambayo wao wameisimamia. Inkana min jihati zawj, ikiwa maudhi haya yanatoka upande wa mume, kwa maana mume ndiye anayeleta maudhi, yeye ndiye anayeleta kero, na yeye ndiye anayeleta vyanzo vya kuiharibu ndoa, talaka, hawa wasuluhishi ndio wenyewe wanaotakiwa wamuache azauja, yule mke. Wao wasuluhishi, si kadhi. Kadhi katika nafasi hii pia atabakia kama vile ambavyo tulitaja hapo mara ya kwanza, kwamba yeye hana nafasi ya kutoa talaka kumwacha mke, bali watakao kuja kutoa talaka kumwacha mke ni wale wasuluhishi ambao ni wawili watakaoteuliwa na kadhi au watakaoteuliwa na hawa wanandoa, na baadaye kadhi atakuja kuithibitisha tu talaka ile, kwa maana kadhi yeye ni mthibitishaji wa talaka ambayo imetolewa na mahakimu wawili, lakini kadhi kwa wakati huu hataruhusiwa kutoa talaka. Hapa hawa wasuluhishi wataangalia ikiwa ndoa hii imetiwa doa na mwanamume mwenyewe. Mwanamume ndiyo aliyeleta vyanzo vya mmomonyoko na muharibiko wa ndoa hii ambayo imefikia hatua ya ndoa hii kuvunjika. Wao watampa talaka yule mwanamke bila ya iwadh, yani bila ya kuchukua chochote. Na ikiwa maharibiko haya ya ndoa, kwa maana ndoa hii ambayo imeharibika, maharibiko haya yanatoka upande wa mwanamke, itakuwa ni wajibu wao sasa mahakimu wawili kusimamia jambo lifuatalo: an yufarriqa bainahuma, wawatenganishe wale wanandoa wawili, bi akhdhi al-iwadh min az-zawja, kwa kuchukua badala kutoka kwa mke. Kwa maana mke sasa atalazimishwa yeye kununua talaka, kwa sababu maudhi yanatoka kwake na mwanamume anaonekana katika ndoa hii hana tatizo. Mwanamke atailipia talaka, na talaka hii atakayoilipia ima atailipia kwa gharama zilizokuwa ni kubwa kuliko mahari ambayo alipewa, au atailipia kwa gharama ambazo ni sawasawa na mahari aliyopewa, au atailipia kwa gharama ambazo ni chini ya mahari aliyopewa. Ni kutokana na maafikiano na makubaliano kati ya hawa mahakamu wawili, hawa ambao wanaisimamia hii ndoa. Wao watakavyokubaliana ndivyo ambavyo mwanamke huyu anatakiwa kulipa gharama hizo, sawa sawa zikiwa ni juu au zikiwa ni za kati na kati au zikiwa ni za chini, kwa mujibu wa makubaliano ya hawa mahakamu wawili. Hili ni pale tutakapotambua wapi zinatoka sababu za ndoa hii kwenda kuharibika. Sasa ikiwa maudhi haya ambayo wanafanyiana hawa wanandoa wawili, ambayo maudhi haya yanaisababisha ndoa iwe inaporomoka kiustawi, ile ndoa haina ustawi, ule ustawi wake wa kawaida unaporomoka. Tukiangalia matatizo haya yanatoka kwa wote wawili. Ikiwa tutatambua kwamba yanatoka kwa mmoja, basi tutahukumu kupitia upande wa mmoja, kwamba huyu mmoja ni dhalim na huyu mmoja ni madhlum, huyu amedhulumu na huyu amedhulumiwa, na tutampa haki yule ambaye amedhulumiwa. Lakini ikiwa
maudhi yanatoka kwenye pande zote mbili, kwa maana wanandoa hawa wawili ni wenye kushindana katika maudhi. Mwanamume akitenda udhi hili na mwanamke anatenda udhi jengine kuliko lile, na mwanamke akitenda udhi hili mwanamume anatenda udhi jengine kubwa kuliko lile. Sasa kukawa kuna mashindano baina yao, kwa maana kila mmoja anamfanyia maudhi mwenzake. Nadhara, jukumu la hawa wasuluhishi wakati huu wanatakiwa waangalie ayyuhuma ashaddu al-isaa, ni yupi aliye na maudhi makubwa zaidi kuliko mwenzake, ni yupi ambaye analeta maudhi yaliyokuwa makubwa kuliko mwenzake. Wa in tabayyana lahuma, ikiwa itabainika kwamba mume ndiye anayeleta maudhi makubwa kuliko mke, au mke ndiye anayeleta maudhi makubwa kuliko mume, hakama kaanna almusi huwa alashaddu wahdahu, watahukumu hukumu ya kwamba anayeleta maudhi ni yule anayeleta maudhi makubwa kuliko mwenzake. Kwa maana kama maudhi ya mwanamume ni makubwa zaidi, atahesabiwa mwanamume ndiye dhalim na haki atapewa mwanamke, hata kama mwanamke naye anayo maudhi, lakini maudhi yake ni madogo kuliko ya mumewe. Au yakiangaliwa maudhi ya mwanamke yakawa ndiyo makubwa, haki atapewa mwanamume kwa sababu maudhi yake ni madogo, na yataangaliwa maudhi ya mwanamke kuwa ndiyo sababu ya kwenda kushindwa na kuporomoka ustawi wa ndoa hii tuliyokuwa nayo. Wa illam yatabayyan, ikiwa haikubainika, hatumjui ni nani mwenye maudhi makubwa ni nani mwenye maudhi madogo. Walam yaarifa ayyuhuma ashad al-isaa, hawajui hawa mahakamu wawili ni nani aliye na maudhi makubwa kuliko mwenzake, au wakajua kwamba maudhi yaliyokuwepo upande wa kuumeni na upande wa kukeni yote yako sawa sawa. Kwa maana huyu akimtukana na mama yake na huyu anamtukana na mama yake, huyu akimtukana na baba yake na huyu anamtukana na baba yake, huyu akiamua kuvunja kibakuli naye huyu anaamua kuvunja kibakuli. Al-isaa mutasawia, mauzi haya wanayofanyiana baina ya wanandoa hawa wawili yako sawa sawa. Wanasema katika hali hii tunayo njia mbili za kuweza kufuata. Njia ya kwanza, wanayo nafasi wale mahakam an yutalliqa zawja bighairi iwad, ni wao khiari yao, wana uwezo wa kumwacha yule mwanadada au mwanamke kumpa talaka bila ya badala, kwa maana wakatoa tu talaka ya kawaida na mwanamke akaondoka kushika njia yake. Lakini pia wanayo ruksa na nafasi ya mahakamu hawa wawili an yutalliqa zawja bi'iwad, kumpa talaka mwanamke kwa badala, kwa maana mwanamke atakiwa aigharamie ndoa hii na anunue talaka hii. Kwa maana wao wana njia mbili za kufuata endapo maudhi yakawa yapo kati na kati, kwa maana huyu ni mwenye kumuudhi na huyu ni mwenye kumuudhi na maudhi yanafanana. Wao hawa wenye kuisimamia hii ndoa ndiyo wenye chaguo kwa wakati huu, ima wampe talaka mwanamke bila ya badala, ama wamlazimishe mwanamke kununua talaka. Na kismu chengine, ikiwa kadhi hajafuata njia hii ambayo tumeitaja pia kwa mara ya pili, kwa maana kipindi kilichopita tulitaja njia ya kwanza ambayo anatakiwa kadhi kufuata, lakini pia leo tukataja njia ya pili ambayo anatakiwa kadhi kuifuata, na tuangalie njia ya tatu ambayo kadhi ana uwezo wa kuitumia katika kesi ambayo sisi tunayo, na hii ndiyo njia ambayo ni mzuri zaidi kadhi kuifuata. Njia hii anatakiwa kwanza aangalie kadhi, je, maudhi au ndoa ilipofikia hatua hii mbaya ambayo imefikia ndoa hii, msababishaji ni nani? Je, sababu inarudi kwa mwanamke mwenyewe kwa sababu ya uasi wake kumuasi mumewe, mwanamke mwenyewe kumuasi mumewe, au maudhi haya yanatoka kwa mume kumuudhi mwanamke, au maudhi haya yanatoka kwa wote wawili? Aangalie kwanza msuluhishi, au aangalie huyu kadhi mwenyewe.
min ayi aljiha yati alisaa, ni upande gani yanakuja haya maudhi? Tati alisaa, maudhi yanakuja kutokea upande gani? Je, maudhi haya yanakuja kupitia kwa upande wa mwanamke, au maudhi haya yanakuja kupitia upande wa mume, au maudhi haya yanakuja kupitia kwa wote wawili? Ikiwa maudhi haya yanakuja kupitia kwa upande wa mke, tuangalie sheria ilivyo. Nukta ya tatu ambayo inatakiwa kufuatwa, ikiwa maudhi haya yanakuja kupitia upande wa mwanamke, kwa maana mwanamke ndiye msababishaji, ndiye ambaye anatenda matendo ya kuifanya ndoa hii imomonyoke, iweze kunyauka badala ya kunawiri ndoa hii, hapa mwanamume anayo haki au mwanamume anapewa haki ya kumuadabisha mkewe. Mwanamume atamuadabisha mkewe kama vile ambavyo Qur'ani tukufu imetuamrisha au imetuelekeza. Kwa maana mwanamume atampa mawaidha mkewe kutokana na haya anayoyafanya, na ikiwa haikuwezekana atamtisha, na ikiwa haikuwezekana vitisho vyake havikufua dafu, maana yake anatakiwa kumuhama kitanda, na ikiwa kumuhama kwake kitanda hakukufua dafu, mwanamume anatakiwa ampige mkewe, pigo ambalo sio lile lenye kujeruhi na lenye kuacha alama na kuumiza. Na ikishindikana, hapa sasa mwanamume atafuata hatua zinazokuja, nako ni kutafuta wasuluhishi na wasaidizi katika kuja kuinawirisha hii ndoa ambayo imenyauka. Ikiwa maudhi yanatoka kwa mke, na ikiwa maudhi yanatoka kwa mume, rafa'ati zawja amraha ila alqadhi, hapa atatakiwa mwanamke apeleke kesi yake kwa kadhi moja kwa moja. Mwanamume yeye hatatakiwa kwenda kwa kadhi. Mwanamume yeye atatakiwa, kama akiona mke wake ndiye mwenye kutenda matendo yanayoifanya ndoa inyauke, mwanamume yeye atamuadabisha mkewe kwa njia zile ambazo Qur'ani imeelekeza. Lakini ikija ikitokea kwamba mwanamume yeye ndiye mwenye makosa, yeye ndiye anayeleta matendo ya kuinyausha hii ndoa, hapa mwanamke anapewa ruksa ya kupeleka kesi yake moja kwa moja kwa kadhi. Na ikiwa itathibiti kwa kadhi ukweli wa mwanamke huyu, kwamba huyu mwanamke ni mkweli, kadhi akayaamini yale aliyoyapeleka kwa dalili ambazo zinathibitisha kwamba ni kweli mwanamke huyu ana maudhi, mwanamume huyu ana maudhi kwa mkewe, kadhi wakati huu anatakiwa amkataze mwanamume kwa kile ambacho anakifanya upande wa mkewe, wala yu'azziruhu, na wala asimfanyie taaziri ya aina yoyote, kwa maana asitoe adhabu ya aina yoyote kadhi kumpa huyu mwanamume adabu hiyo. Na ikiwa mwanamume baada ya kukemewa na kadhi lakini hakukubali, mwanamume akarejea tena matendo yake aliyo akiyafanya kumfanyia mkewe, rafa zauja ila alqadhi, na mwanamke atatakiwa kupeleka tena kesi yake kwa kadhi baada ya kuona mumewe hakuacha yale matendo ambayo alikuwa akimfanyia. Wa talabat minhu an yu'azzirahu, kwa mara ya pili mwanamke atatakiwa kumuomba kadhi ampe adabu huyu mwanamume. Mara ya kwanza kesi mke anatakiwa apeleke kesi kwa mwanamume kukemewa kwa kile ambacho anakifanya. Mwanamume kama hakuacha yale matendo mabaya anayomfanyia mkewe, baada ya kadhi kumuonya mwanamume huyu, mwanamke anatakiwa arudi tena kwa kadhi kwa mara ya pili, na akisharudi kwa kadhi aende kuomba mwanamume huyu aadabishwe, kwa maana kadhi naye kwa wakati wake fanyia taazir, kwa maana atamuadhibu huyu mwanamume kwa namna mwanamume na kwa adhabu ambayo itamsaidia huyu mwanamume kumtendea maovu huyu mwanamke, ikiwemo ni kulipisha faini, ikiwemo kufunga, ikiwemo viboko na adhabu nyingine ambazo kadhi yeye anaona hii ni adhabu ambayo itamfanya huyu mwanamume aache matatizo yake kumuudhi mkewe. Na ikiwa matatizo haya sasa, hichi ni kipengele ambacho kama maudhi yanatoka kwa mwanamume peke yake, na ikiwa maudhi haya yanatoka kwa wote wawili, maudhi yanatoka upande wa kumeni na maudhi yanatoka upande wa kukeni,
kama vile kudai mwanamume kwamba mwanamke hana taa ya kumtii yeye, kwa maana mwanamke ni muasi, hamtii mumewe. Lakini pia mwanamke hasimamii majukumu yake kwa upande wa mumewe, majukumu ambayo alikuwa anapaswa yeye ayasimamie. Na pia mwanamke akadai ya kwamba anna zawjaha tuudhiha, pia naye mumewe anamuudhi, anamtesa, anamnyanyasa. Yajibu ala alqadhi, kwa maana ikishathibiti mwanamume kupeleka madai yake kwamba anaudhiwa na mkewe, na mwanamke pia kupeleka madai yake ya kwamba anaudhiwa na mumewe, ni wajibu sasa kwa kadhi, kwa wakati huu, kwa nafasi yake kadhi, ayatatabba halahuma, afuatilie hali za wanandoa hawa wawili. Asitoe maamuzi papo hapo, bali kinachotakiwa ni mwanamke ni kadhi afuatilie hali za hawa wanandoa bi khabari thiqa, kwa kuchukua khabar na taarifa kutoka kwa mtu muaminifu ambaye anazitambua hali za wanandoa hawa wawili kwa ukaribu, mtu ambaye yuko jirani na hawa wanandoa wawili. Kwa maana kadhi atazifuatia habari za hawa wanandoa mpaka itakapobainika kwake yeye ni nani dhalim na ni nani madhlum, ni nani aliyedhulumu, ni nani aliyedhulumiwa. Wayamna'u dhalimu an dhulmi, wa hilo ataenda kumzuia yule aliyedhulumu dhulma yake, asifanye dhulma. Na japo kama ni muadabisha kwa kitu ambacho kitamzuia, ana kama atamuadabisha mwanamme kwa adabu itakaomzuia kuleta ile dhulma yake, au kumuadabisha mwanamke hayo itaweza kumzuia kuleta ile dhulma yake. Na ikiwa itazidi magomvi, khilafu, mizozo baina ya wanandoa hawa wawili, sasa hapa kadhi hatua yake anayotakiwa kufuata, baada ya hatua iliyofuata analotakiwa kulifanya kadhi ni anatakiwa atafute mahakimu wawili kwa ajili ya kuisuluhisha ndoa hii. Hatotakiwa kadhi kutoa talaka, la, bali anatakiwa kuja kutafuta mahakimu wawili kama vile ambavyo hukumu tulizozitaja hapo nyuma, na mahakimu hawa wawili watakuja kufuata taratibu zile zile ambazo sisi tumezielekeza hapo nyuma. Na haya yanapatikana katika aya ambayo tumeisoma ya Suratun Nisa'i, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Na pia athar ambayo imepokewa na Ubaida ya Ali ibn Abi Talib, ya kwamba Ali ibn Abi Talib aliwatuma watu wawili ambao wao walienda kusuluhisha ndoa, akawaambia kwamba mkiona kwamba kuna haki ya watu hawa kuwakusanya kwa wakati mmoja wakawa wanaelewana, fafa'ala, fanyeni hivyo. Wa in araaituma, na ikiwa mtaona kwamba muwatenganishe baina ya watu hawa wawili, fafa'ala, fanyeni hivyo kuwatenganisha. Athari hii inatuonesha kwamba njia hizi tulizozitaja za mwisho ni nzuri zaidi, kwa maana kama maudhi yanatoka kwa mwanamke, mwanamume anatakiwa kumwadabisha mkewe, na ikiwa maudhi yanatoka kwa mwanamume, mwanamke anatakiwa apeleke kesi yake kwa kadhi, na hatua zitakazofuata ni kama tulizozitaja. Na kama maudhi yanatoka kwa wote wawili, kadhi atasimamia kwa njia hii. Haya tunayataja ili kuweka wazi watu ambao wana dhanna na wana fikra ya kwamba makadhi wanafanya kuwadhulumu wanaume au kuwadhulumu wanawake pale wanandoa hao wawili watakapopeleka malalamiko yao kwa makadhi, kwa sababu shakwa zimekuwa ni nyingi. Kwa hiyo tunabainisha haya ili kila mmoja aitambue nafasi yake pindi mwanandoa anapopeleka kesi yake kwa kadhi, na kadhi dauru yake anayotakiwa na nafasi yake anayotakiwa kuchukua ili malalamiko yapungue. Wa ila huna, wassalamu alaikum wal afwa minkum.